Walianza kusema ni mawazo. Alafu siku mbili mbele wakasema kuwa ni msongo mkali wa mawazo. Lakini ilipokamilika wiki moja, wakaja na taarifa kuwa ndugu yao ni kama amechanganyikiwa. Mwezi mmoja wa kuhangaika kuhakikisha ndugu yao anarejea kwenye utimamu wake ukatamatika. Kila mtu akabakia na mtazamo wake. Dada wa ndugu akisema kaka yake amechezewa mchezo mchafu wa kishirikina. Mama mzazi naye anakuja na uthibitisho kuwa hapo kwenye ushirikina basi mhusika wa mchezo huo ni mkwe wake, yani mke wa mtoto wake. Na hivi sasa ndugu yao ni kichaa. Kichaa cha kufungiwa chumbani ili mradi asipatwe na baya lolote lile, liyo la kulianzisha yeye mwenyewe ama na yeyote yule atakaye lisogeza kwenye maisha yake. Sasa ndugu wakahamishia makazi kutoka huko makwao hadi kwa ndugu yao, wakiapa kuwa hawatanyanyua miguu yao kutoka kwenye nyumba hiyo mpaka hapo kaka yao mkubwa atakapopona kabisa. Tofauti na hapo, wataishi maisha yao yote mjengoni. Msikilizaji, huu moto, naomba tunijitambulishe kisha tusonge mbele. Langu jina Lucas Lumba, mtayarishaji Juma Hiza. Unajua msikilizaji, kuishi tu nyumbani kwa kaka yao waliona ni kama hawajafanya jambo la maana. Kila mmoja akaufungua mdomo wake kutamka maneno ya kukera yenye ladha ya matusi kwa mke wa kaka yao. Ndiyo, haikupita siku bila Mama G kuitwa mchawi. Sio mchawi tu, mchawi mkubwa kiasi cha kumroga mumewe. Yaani eti Mama G ndo kamfanya kichaa Baba G. Walipoona matusi hayamtesi kama wanavyotaka, wakaanza mashambulizi ya kurithi mali za kaka yao, kaka ambaye yupo hai, kisa ukichaa tu. Wao wenye akili timamu wakaamua kuandaa mpango kamili wa kuzifanya mali ziwe zao. Mke hatakiwi kuambulia hata neti ya kumkinga yeye na mwanae dhidi ya mbu wa kike wanaosababisha gonjwa hatari la malaria. Sasa maneno ya wifi yake Mama G yalisikika akisema kwamba jiandae uende kwenu. Uliona wapi kichaa akawa na mke? Hivi mbona unang'ang'ania hapa? Au unataka ubaki umlishe mapumba kaka yetu? Tushakujua wewe mwanamke, hatukuachi kaka yetu kamwe. Huyo wifi msikilizaji anaitwa Johari. Haka ni kadada kachuo. Sasa mama mkwe naye hakuwa nyuma. Akasema ya kwamba na kwenye hizi mali hupati hata shuka, na kuambia mjinga wewe. Utaondoka wewe kama wewe, na mjukuu wangu Ji utamwacha hapa. Aone ulivyomfanya baba yake. Na kama ukiona huyo jini wa muhimu sana, unaweza ukaenda naye tu. Maneno ya mama mkwe alitamka aliyoyaamini anamtosha Mama G. Lakini pia kaka yake na Baba G ambaye anaitwa Mponda naye hakukaa kimya, akasema kwamba ani shemeji, hapa cha kukusaidia tu. Yaani hapo ndo tuseme sasa, yani ndo tumefunika kombe mwanaramu apite. Kile kiwanja kule Tarime vijijini ndo tunakuachia yani. Ukiringa napo kwa kuwa kuna tabia ya maji na umeme, basi tutawapa hata watu wakifanye cha kuzikia wapendo wao. Msikilizaji, naona unasikia tu Mama G, lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Mama G sio malaika kusema kwamba angesubiri Mungu ampe amri ili aende kufanya jambo fulani. Yeye ni binadamu kama wewe na mimi. Maneno ya ndugu wa mume alimchosha. Kila alipojaribu kuwaeleza ukweli wa mambo, wakamuona hafai na ni mwongo. Hakuna aliyetaka kumsikiliza hata kidogo. Nje ikabakia moja tu, kujipambania yeye kama yeye. Huko nyuma waliwahi kusema ya kwamba kila mchuma janga hula na wakwao. Sasa Mama G hakuona sababu ya kushiba peke yake. Hivyo basi akaifunga safari kutoka mkoani Kilimanjaro hadi Dodoma kwa mdogo wake. Tatizo lake likapokelewa vyema kwenye moja ya nyumba iliyokosa uzio juu ya udongo wa Msalato kule Dodoma, ambaye ni Beatrice. Beatrice akamkaribisha dada yake aliyeanza kupauka kwa matusi na mateso ya ana kwa ana kutoka kwa ndugu wa mume. Beatrice hakuwa na haraka ya kutaka kujua shida ya dada yake. Alimtaka dada yake apumzike walau hata kwa wiki moja kwanza, alafu baada ya hapo wangeanza kuzungumzia shida yake. Ikawa hivyo. Mama G akakubali kupumzika. Alistahili pumziko hilo. Sasa wiki moja, kwani hata ilikuwa na choyo basi. Ikaja ikatoa pumziko kisha kajiondokea. Haikutaka kusika na lolote lile litakalotokea baada ya hapo. So usiku wa Jumapili ya kwanza ya Mama G jijini Dodoma,
ukawa mwanzo mpya wa maisha yake dhidi ya ndugu wa mumewe. Aliamua kupambana nao. Yaani, unajua mwanzo wakati hali ya mume wangu inakuwa mbaya, sikuona sababu ya kuwaficha. Niliwashirikisha kila kitu mimi. Hata mama yake pia nilimwambia kuwa hali ya mwanae imezidi kuwa mbaya. Nahitaji msaada wao, maana mimi sikutaka marafiki ama wafanyakazi wa Baba G wajue kuwa bosi wao anakabiliwa na tatizo la afya akili. Nikiogopa wataanza kufanya mambo ya hovyo kazini. Ila cha ajabu sasa, hao ndugu kumbe ndio hatari zaidi kuliko hata marafiki niliokuwa naogopa. Ndugu yao yupo kwenye kipindi kigumu sana. Eti wao badala wafikirie njia kumtoa kwenye tatizo, ndio kwanza wanawaza mali. Ile familia sio bure mdogo wangu, inalaana. Mimi najuta sana kuolewa kwao, inalaana. Maneno haya hayatamkwi na sauti yenye ujasiri. Hapana. Sauti inayotamka maneno haya imejaa uchungu na mtetemo wa kilio kwa mbali. Kilio cha mwanamke aliyechoshwa na matatizo yake. Sasa dada, mimi najua kila kitu kuhusu familia yako. Japo kuna baadhi ya mambo huko ukiniambia, ila fahamu tu dunia ni kijiji dada. Naelewa kuwa huna ndugu mwingine zaidi yangu. Kama jinsi ambavyo tulizaliwa wawili. Basi mimi nakupa ahadi kuwa tutapambana tu wawili, wala hata usijali. Beatrice, unajua nini? Mimi yani sijui hata nianze na kipi kiwe cha mwisho. Ni wananikera sana. Kuna muda nitamani hata niwazike hayo wote. Yani nisione kabisa kwenye maisha yangu. Ile familia naichukia sana kwa kweli. Naichukia mno. Hawajui ni kwa namna gani tu Baba G anaishi kwenye moyo wangu. Wamesahau nilikataa ndoa na mwanaume tajiri kipindi kile, nikakubali kuolewa na ndugu yao asiyekuwa na chochote kile. Afeti leo hii eti mimi ndo nimroge ndugu yao kisa mali. Kwamba mimi nataka mali za ndugu yao, mali ambazo jasho langu lilimwagika ndio zikapatikana. Hivyo wananichukuliaje wale? Lakini eti bi wananichukuliaje? Bi mnitazame bi, naonekana kama mchawi? Labda muuaji? Ni Mama G anayezungumza kwa uchungu sana. Sasa Beatrice akasema kwamba dada, huu sio wakati wa kutaka kujua unaonekanaje. Mimi nafikiri wao tayari wamejionyesha ni watu wa namna gani. Huu ni wakati wako sasa kuwakumbusha kuwa na wewe ni mtu wa namna gani. Hebu tufanye tu juu chini tujue sababu ya Baba G kukumbwa na tatizo alilonalo sasa hivi. Tukijua sababu basi tutajua wapi tuanzie. Beatrice, ni sawa, lakini ndo tunaanzaje bi? Tunaanzaje? Tunaenda kazini kwake kuanza kufuatilia nini kwamba kilitokea siku hiyo ama? Maana nahisi kuchanganyikiwa tu hapa bi. Tena nikifikiria mwanangu G yupo kwenye mikono yao, ndo nahisi kuvuruga kabisa. Yani yalikuwa ni machungu sana kwa Mama G. Na Bite akasema kwamba jamani, nyie maoneni dada yangu. Dada jamani, dada hata kama unajifanya kwamba upendi mambo ya Kiswahili, sasa unataka kwamba kusema kwamba dada tujue waganga dada. Dada hapa tunaenda kucheki mambo kwa mtaalamu kwanza. Tukiona hakuna mwelekeo haraka sana, basi tunabadili njia. Ila dada, mimi na imani kabisa na familia mume wako. Nahisi kuna jambo tu dada. Niko tunaenda kwa mganga like serious? Dada, uendekeza Kiingereza chako hapo sasa. Dada tupo hapa English course, umesikia? Haya ni mapambano halisi ya vita ya maisha. Haya tukubaliane, tunapika ama nikupeleke mjini huko ukalione jiji letu la vumbi najua. Siko sawa, tutoke tu mdogo wangu. Basi usiku huo wakatoka. Ni huu mtoko ambao uliwakutanisha na njia mpya ambayo walikuwa tayari kuipita, ila sio kwa haraka kiasi hiko. Haraka iliyovaa sura ya msaada. Kitendo cha Mama G kusafiri na wasijua ameelekea wapi kiliwakera sana. Mkereketo mkubwa akiwa ni mama mkwe wake. Mama mkwe akatoa agizo kuwa haraka sana Mama G apigiwe simu na apewe maelekezo ya kurudi nyumbani. Sasa Mponda akachukua hilo jukumu. Akahangaika kwa namna anayojua yeye kufanya mawasiliano na Mama G, lakini hakufanikiwa kumpata. Sio kwenye namba ya simu ama mitandao ya kijamii, yani ni hakufanikiwa. Sasa Kajwari bwana, aka katoto kanaongea, alafu kana wiki hata kajaenda chuo, kajinga sana. Kajwari kakasema kwamba mama, si umeona mama? Yani hapo ameenda kwa ganga wake, lazima ameenda tu na awamu hii atakuwa amepanga kabisa kutumaliza na sisi baada ya kuona kwamba tumemshinda. Kwa kuwa anataka tu hizi mali, lazima anataka tu kutumaliza na sisi. Kajwari kaliongea hivyo. Basi Tenia ambaye ni dada mkubwa wa familia hii ambaye amewasili kutoka mkoa wa Dar es Salaam kuja kuungana na familia yake baada ya kufikishwa taarifa kuwa kaka yake rasmi ni kichaa,
Naye akasema ya kwamba ni kweli kabisa mama, mimi nafikiri kaka Mponda angefanya kama anamchunguza Maji. Unajua yule mwanamke amekaa kishetani jamani, hatuwezi fahamu huko alipo anafanya nini. Mimi nashauri tu tumfuatilie, tusikae hapa tukabweteka tu, hashindi kutugeuza wote hapa machizi. Basi mama akauliza kwamba Mponda, wewe unaonaje wazo la dada yako? Mponda akasema yupo sahihi sana, mimi hapa kuchi nitakuwa ni shachimbua taarifa zake zote. Nikishajua sasa ameenda wapi, basi lazima tuhakikishe tunajua anafanya nini huko. Mama Ji hawezi nishinda akili ule. Hiyo kazi niacheni mimi. Haya, utashughulikia hilo. Nani Johari? Hebu kahakikisha Ji amekula akalale. Aliyeambiwa hivyo akabinua mdomo kwa hasira. Ndio tabia yake. Jamani, Johari hapendi kazi. Afu chuo hakaendi kabisa. Yaani ni kufuatilia tu maisha ya wifi yake. So walikula na kunywa. Ninao hakika kuwa hali anayoipitia Mama Ji ndio sababu iliyomfanya avuke mstari wa mnywaji hadi mlevi. Kwa bahati nzuri tu Beatrice hakuwa amekunywa kiasi cha kushindwa kung'amua mambo yaliyohitaji umakini wa kawaida tu. Basi sauti ya kilevi kutoka kwa Mama Ji ambaye tayari kashalewa ilisikika akisema, wajinga tu wale, eti mimi nimroge sweet baby wangu kisa mali. Wanajifanya familia, kumbe kundi la maskini tu iliyopanga kuninyang'anya mali zangu. Hapo mbavu kabisa wale. Na nasemaje? Yani nasema hivi, ole wao ole wangu. Ni ole wangu ole wao Biti, mbona pasielewi? Yani wale mimi ama zangu ama zao. Yani lazima wajutie. Nasemaje? Lazima wajutie. Baada ya Maji kuongea hivyo kashalewa. Biti akasema kwamba Maji, naomba tuondoke sasa. Ni vizuri kama tukipumzika mapema ile kesho tuanze jambo letu. Na Maji akasema, bi mdogo wangu, unaonaje tukiongeza muda hapa kidogo? Najisi vizuri sana hapa. Biti akasema, wewe, hapana, hebu tuondoke. Biti akatangaza msimamo wake. Kwa kuwa alishalipia gharama ya vitu walivyotumia, taratibu akamchukua dada yake kutoka naye nje ya kumbi ya starehe. Sasa sauti ya mwanaume ilisikika akisema kwamba dada samani. Sauti iliyomfanya Beatrice kugeuka nyuma. Akamtazama aliyemuita kwa macho ya unasemaje? Mwanaume aliyeita akasema kwamba najua ni ghafla, ila sina mpango wote wa kupoteza muda wako. Biti akasema nakusikiliza. Basi jamaa akasema kwamba naomba usinifikirie vibaya. Awali ya yote kabla jamaa hajaendelea, Biti akaingilia akasema kwamba kaka, nafikiri hatujaelewana. Nimekuambia nakusikiliza. Kijana akasema huyo mwenzako yupo kwenye wakati mgumu sana, kama akiendelea kuchelewa zaidi basi wataondoka naye. Huyo kijana alisema hivyo. Biti akasema kwamba unamaanisha huyu dada yangu wataondoka naye wakina nani hao? Huyo mwanaume akasema kwamba nafikiri ni bora sana kama kesho ukanitafuta, hii namba yangu, shika. Basi mwanaume akatoa kadi yenye namba na kuisogeza jirani na ilipo mikono ya Beatrice. Biti akasema kwamba hebu subiri kwanza kakaangu. Yaani ndio kwanza umeniita tumeanza kuzungumza, hata robo saa hatuna, unanipatia namba zako. Bila kuongeza neno, mwanaume akamshikisha Beatrice kadi kisha yeye akasepa zake. Ni Biti aliyebakia akimshangaa mwanaume yule hadi alipopotea mbele ya uso wake. Kishingo upande akaiweka kadi mfukoni. Akaendelea na zoezi lake la kuhakikisha anarejea na dada yake aliyekuwa hajiwezi baada ya kuzama kwenye dimbwi la ulevi. Naam, ni siku nyingine sasa. Biti alikuwa wa kwanza kuamka na kumwandalia dada yake kifungua kinywa kinachoendana na hali aliyolala nayo. Supu ya kuku aliyechemshwa kikatili ilikuwa mezani ikisindikizwa na mazagazaga ya kutosha kiasi cha kuifanya meza ipendeze. Bila hiana, Mama Ji akaishughulikia vyema kabisa. Mwili ukarejesha nguvu na utayari wa kuanza siku mpya. Sasa Mama Ji akauliza, je, huko ni mbali? Biti akasema kwamba sio mbali, hata ni hapo tu mnada mpya hapo. Kuna bibi huyo ni fundi, ni fundi hasa nakwambia. Yani hana cha sijui lete jasho lake kwa hapa wala sijui nini. Yani tunaenda tu tunamuelezea shida yetu, afya ndo ataamua sasa anatusaidia vipi. Basi baada ya kuongea hivyo, Mama Ji akasema kwamba na iwe kweli maana. Naam, baada ya kumaliza kupata staftai wakajiandaa na kuanza safari ya kutoka Msalato kuelekea mnada mpya. Dereva na mmiliki wa gari alikuwa Beatrice. Haikuwa safari ndefu kiasi cha kusema kwamba ingewachosha. Ilikuwa ni safari fupi tu ya kuhama mtaa mmoja hadi mwingine. Majira ya saa 5 hivi asubuhi,
Gari yao ilikuwa mbele ya nyumba ya Bi Swenya, bibi ambaye Beatrice anaamini ndio msaada wao wa kwanza kwenye shida ya dada yake. Tofauti na siku zote, mara hii kulikuwa na umati mkubwa wa watu nje ya nyumba ya Bi Swenya. Sasa Mama G akahoji ya kwamba hao watakuwa ni wateja kama sisi. Biti akasema hapana, hapa kuna shida hapa. Huyu bibi huwa sio mtu wa kukusanya watu nyumbani kwake. Kama wote hao wangekuwa na shida basi angewapangia tarehe za kufika hapa. Basi Maji akasema tushuke. Kitendo cha kushuka tu kwenye gari lao, masikio yao yakapokelewa na sauti za vilio. Wote ni watu wazima. Unajua ukiwa kwenye gari hasa umepandisha vioo, kusikia kelele za nje ni kwa uchache kidogo. Walipofungua milango kutoka nje, wakajiongeza tu station iliyopo. Hawakuhitaji elimu ya chuo kikuu kutambua kuwa vilio vile ni vya msiba. Ndio, palikuwa na msiba bwana. Bite akasema kwamba Mungu wangu, asiwe huyu bibi tu maana alisema Bite huku akizidi kusogelea umati uliokusanyika nyumbani kwa Bi Swenya. Alisogea hadi akaufikia, akajiunga nao. Wakati wote huo, mapigo ya moyo yalikuwa yakimwenda mbio kwa hofu ya kusikia Bi Swenya amefariki. Basi Bite alimsikia mmoja wa wakusanyikaji akizungumza ya kwamba mimi mwenzenu moyo unaniuma sana jamani. Yaani sielewi kama atatokea mtu mwingine akawa msaada kwetu kama alivyokuwa Bi Swenya jamani. Mungu ampokee huko alipo jamani. Basi hapo mapigo ya moyo yakaacha kwenda kasi. Yaani ni kama yaliamua kususa kufanya kazi kwa sekunde kadhaa hivi. Bila kuzungumza na yeyote ule, Bite alirejea hadi aliposimama Mama G. Mama G akahoji kulikoni? Bite akasema shahidi kashakutwa na hatia dada yangu. Mama G akasema na maana gani? Bite akasema bibi tuliyemfuata amefariki. Mama G kimya. Alibaki kutazama tu umati uliokuwa ukiendelea kuomboleza, kila mmoja kwa namna yake. Huyu akionekana ni hodari sana wa kusimulia wema wa marehemu. Anaibuka yule ambaye yeye kulia kwa uchungu hadi kupoteza fahamu ndio michezo yake. Kwa hiyo msiba ukanoga. Ulishaona msiba unanoga? Sasa baada ya kugusa nyayo moja baada ya nyingine bwana, akafika kwa Daudi. Huyu Daudi ni bodaboda wa Mama G. Yes, wanawake wamejijengea vitabia vyao siku hizi. Hata kama mnunulie gari la gharama kubwa kiasi gani, kwenye simu yake hawezi kukosa namba ya bodaboda ambaye atakuwa anamtumia kwenye safari zake anazojua yeye. Na mwisho wa siku anambatiza mpaka jina la kwamba bodaboda wangu. Jamani. Kama ilivyo kwa wanawake wengine, hata Mama G alikuwa na bodaboda wake. Yaani kama akihitaji huduma bodaboda lazima mpigie Daudi. Kilikuwa ni kikao kilichoanza kawaida tu kabla Mponda kuamua kutumia fedha kumshawishi Daudi kusema ni wapi Mama G ameelekea. Alichokuwa anakitaka Mponda ni kutaka kujua tu mara ya mwisho Daudi alimpeleka wapi mke wa kaka yake. Sasa Mponda akasema ya kwamba sikia, mimi ni mwanamume wako bana. Hakuna balo lolote ambalo mimi nataka kulifanya kwa Mama G. Sisi kama familia tunataka tu kujua usalama wa mke wa kaka yetu tu basi. Ndio maana tunataka kufahamu wapi ameelekea. Basi Daudi naye akasema ya kwamba kazi yangu hairuhusu kaka. Kwa usalama wa mteja wangu wa kudumu mimi siwezi kutaja njia zake. Kama nyewe hamjui wapi ameenda mpigieni simu. Simu sizipo kaka. Daudi alisema hivyo. Mponda akasema sikia, mimi ni shemeji yake bana. Na unaelewa hilo lakini. Daudi akasema sasa mimi sikufahamu na sijawahi kukuona kabla mzee. Alafu kama wewe ni shemeji yake sasa unashindwa vipi kumpigia simu? Mpigie, wewe si shemeji yake, mpigie. Ponda akasema ni siku ya pili sasa patikani kwenye simu, ndio maana nimekufuata wewe hapo ndugu yangu unisaidie. Daudi akasema mimi sioni kama naweza kuendelea na haya maongezi kaka. Mimi naomba tu niondoke zangu. Alipomaliza kusema hayo, Daudi aliwasha pikipiki yake tayari kwa kuondoka. Basi Mponda akasema ya kwamba nitakupatia 50,000 kaka. Mimi sina lengo balo lolote zaidi ya kutaka tu kujua usalama wa shemeji yangu. Naomba tu nisaidie bana. Mponda akazidi kuomba huku akitaja kiasi cha fedha. Kiasi ambacho kilimfanya Daudi kuzima tena pikipiki yake. Hela hizi. Nyie zipeni heshima yake tu. Sasa Daudi akasema yuko wapi hiyo pesa? Mponda akajipekua mfukoni bana. Akatoka na noti 5 nyekundu na kumpatia Daudi. Ikawa rahisi tu. Daudi akamweleza kila kitu anachokifahamu kuhusu safari ya mwisho ya Mama G.
Daudi alieleza hata yale ambayo hakuulizwa. Yote ni nguvu ya nini? Ya pesa. Mwenye njaa hana kiapo wala msimamo wa kudumu, ndugu yangu. Ndivyo ilivyo. Hata ushoga wako ambaye unampatia siri zako zote, ngoja aje awekewe pesa mezani. Hata yasema yote. Sasa kifo bwana cha Biswenya kikawapa mtazamo mwingine. Beatrice akamshauri dada yake wafungi safari hadi Ruvuma. Kwa maelezo ya Bite ni kuwa huko Ruvuma yupo mtaalamu mmoja anayesifika nchi nzima kwa kutatua matatizo ya watu bila hata kuhitaji fedha. Ila watu ndio humpelekea fedha baada ya shida zao kuisha. Hakuishia hapo tu. Bite akamhakikishia dada yake kuwa kabla hata hawajarudi Dodoma basi shida yao itakuwa imefika mwisho. Basi bwana, safari ikaandaliwa. Kwa kuwa Bite alikuwa mwajiriwa, ilibidi siku inayofuata afanye utaratibu wa kuomba likizo fupi ya wiki moja kwa ajili ya kutatua matatizo ya kifamilia. Uzuri toka apate ajira hakuwahi kuomba likizo. Hasa kitendo cha kuomba likizo kwa mara ya kwanza, wakuu wake wa kazi wakamkubalia haraka, wakiamini ni kweli mtumishi wao atakuwa amekumbwa na shida, maana si kawaida yake kuomba likizo. Usiku mmoja kabla ya safari, Bite akiwa chumbani kwake akakumbuka jambo. Ni hili jambo ambalo liliharibu mpangilio mzima wa safari ya kwenda Ruvuma. Kinyonge sana, alijiondosha kitandani hadi kwenye kitunza nguo zake chafu. Hapo akaitafuta nguo aliyoivaa mara ya mwisho alipotoka na dada yake kwenda mjini kwa ajili ya chakula cha usiku. Aliipata. Bila kupoteza sekunde nyingine, akaipekua na kutoa kadi aliyopewa na mwanaume usiku wa siku ile. Nadhani unakumbuka Hasa Bite akaitazama kwa dakika kadhaa kabla ya kufanya maamuzi ya kuipigia namba iliyopo kwenye kadi hiyo. Hakuwa na uhakika kama namba ile ingeweza kumfaa kwa lolote lile, ila aliamua tu kujaribu. Akachukua simu yake na kuingiza tarakimu 10 kisha akapiga. Simu ikaita, aliyepigiwa akapokea. Halo? Naongea na nani? Upande wa pili ukahoji. Ilikuwa ni ile sauti ya mwanaume aliyempatia kadi usiku ule. Samani kaka, mimi yule dada ulinipatia kadi usiku pale Njoni Makao Arena. Ulikuwa na mwenzako mmoja hivi, si ndio? Ndio ni mimi. Ulinipatia namba. Nimeona nikupigie ili... Okay, sawa, subiri. Yule rafiki yako bado yupo hai? Lilikuwa ni swali lenye makucha mno kwa Bite. Swali ambalo hakulitarajia. Yaani una maana gani wewe? Yupo hai kivipi? Sijakuelewa ujue mkaka. Sikiliza dada yangu, mimi nataka tu kumsaidia huyo rafiki yako. Naweza nikakuchanganya sana kwenye simu ukakosa amani, jambo ambalo mimi silitaki. Ila jaribu tu kunielewa. Elewa kuwa huyo rafiki yako yupo kwenye vita kali sana. Vita ambayo haina huruma na haipo kwa ajili ya kumuonea yeye huruma. Kama utakubali msaada wangu, utanitumia ujumbe. Nitaelekeza wapi mje. Nimeeleza kutoka kwa mwanaume upande wa pili, na Bite akasema kwamba hata sasa kama inafaa nielekeze. Sawa, unaitwa nani dada? Naitwa Beatrice. Sawa, mimi naitwa Mari. Sasa nisikize Beatrice. Funga safari kesho asubuhi na mapema hadi hapa Kikuyu. Ukifika chukua bodaboda kisha mwambie kufikisha nyumba nyeupe mtaa wa Kigamboni. Mimi nitakuwa hapo. Iwe ni asubuhi sana Beatrice. Nafikiri la usiku wa leo unaweza kulimudu. Baada ya kusema hivyo, Omari alikata simu. Simu tayari ilikuwa imekatwa, lakini bado Bite alikuwa amegandamiza sikioni. Sio kwamba alikuwa hajui hilo, kwamba simu imekata. Hapana, akili yake ilikuwa imetingwa kutafakari ni lipi hilo ambalo atalimudu usiku wa siku hiyo, kama ambavyo Omari amesema. Wewe mwenyewe nadhani unajiuliza kwamba nafikiri la usiku wa leo unaweza kulimudu. Ni lipi? Kwa namna fulani alianza kuingiwa na uoga. Mama Jia akaingia chumbani kwa mdogo wake. Lengo lilikuwa ni kutakiana tu siku mwema kama ambavyo huwa anafanya mara zote toka amefika. Vipi, mbona hivyo? Maji ikabidi amuulize mdogo wake baada ya kumuona ni kama ameganda tu kwenye hali moja kwa dakika hivi. Kesho asubuhi mapema sana kuna simu tutakiwa kwenda. Sawa, mimi nikuja tu kutakia siku mwema. Naenda zangu kulala. Hapana dada, tulale tu wote dada. Mimi nafikiri sioni sababu ya kwenda kulala peke yako. Hata hivyo nitaka tu nije nikwambie kuwa uje tulale wote. Hebu ngoja kwanza. Bite, kwani kuna shida? Unajua sijakuzoea hivyo ujue. Hebu niambie. Dada, shida gani sasa dada jamani? Mbona hamna shida yote dada? Shida ni hiyo yako tu. Ila kama unataka kulala peke yako kule, ni sawa tu dada yangu. Sawa tulale wote. Mimi nataka nishangae. Dada gani hataki kulala na mdogo wake? Basi utani ukafuatia pale, wakacheka kwa utani wa hapa na pale, na mwisho siku akajikuta katika bahari ya usingizi.
bahari ambayo ilianza kuchafuka taratibu hadi wote wawili walipoamka na kushuhudia yale ambayo mara zote wanayasikia tu kuwa hutokea, na sasa yamewatokea ana kwa ana. Kelele zilizozaliwa na mlango uliokuwa ukijibamiza wenyewe zilitosha kabisa kuamsha. Alianza kuamka Maji, kisha akafuata Beatrice. Wote walikuwa wakishangaa namna mlango ulivyokuwa unahangaika bila kuhangaishwa. Sio kawaida. Hakuna upepo mkali kiasi cha kufanya mlango kuwa katika hali ile. Dada, mdogo wangu. Alisema kawaida, naogopa. Wewe kwani ishawahi kutokea? Ndio mara ya kwanza leo. Sitakuwa nini hiki. Kabla Bite hajarejesha kauli, mlango ukajifunga na hali ile ikatoweka kabisa. Usingizi ukaamua kwenda mbali kabisa, ukawacha mtu na dada yake macho makavu. Mama G akajikaza, akashuka kitandani na kwenda hadi mlangoni kabisa. Akajaribu kufungua mlango, mlango ulikuwa umejifunga. Sio kujifunga tu, umejifunga kwa nje. Maji akasema kwamba umejifunga kwa nje ate. Bite ndio hataki kuamini kabisa. Alijiondoa kitandani haraka hadi mlangoni alipokuwa dada yake, na yeye anajaribu kufungua mlango, hakuna kinachobadilika. Mlango umejifunga kwa nje. Mnahangaika nini? Sauti ilisikika hivyo. Ikiuliza mnahangaika nini? Ni sauti ya mwanaume. Sauti iliyotoka nyuma yao. Haraka wote wawili wakageuka sawa kitanda alichokuwa wamekipa mgongo kumtazama mmiliki wa hiyo sauti. Ni Mama G ambaye alitokwa na macho kana kwamba amejiona yeye mbele yake. Bite akatokwa na ukelele mkali uliothibitisha kuwa ameogopa mno. Naam, mbele yao ni Baba G amejikalia kitandani. Wakiwa katika hali hiyo, taa pale chumbani inazima kisha inawaka tena. Inazima inawaka tena. Baba G hayupo. Haonekani. Ni kama hakuwahi kuwepo hapo. Hapa kulalika tena. Sio Mama G wala Beatrice. Wote waliendelea kuwa macho mpaka hapo jogoo alipoamua kutimiza wajibu wake. Yes, palikucha. Nimegundua kuwa ameenda Dodoma. Umefuatilia sasa? Ndio mama. Atakuwa ameenda kwa mdogo wake. Hana ndugu mwingine Dodoma zaidi ya ndugu yake yule. Hapo sasa umenifumbua. Ni kweli kabisa. Yule mdogo wake yupo Dodoma. Vipi kwa hapo sasa tunafanyaje? Mimi nitaelekea huko. Lazima tujue anafanya nini. Mimi yule mwanamke mimi simwamini kabisa mama. Yesu hakumweka kakaangu kwenye hali kama hii. Basi fanya hivyo, hakikisha hafahamu kama na wewe upo Dodoma. Ukishagundua nini anafanya huko, nijulishe kabla ya kufanya lolote lile. Mama wa familia alihitimisha hao mazungumzo. Mponda akajiandaa tayari kwa kwenda Dodoma. Hawakuhitaji kitu kingine cha kuwafanya watambue umuhimu wa kuwahi kufika nyumbani kwa Bwana Omari. Asubuhi na mapema walikuwa sebleni kwa Omari, mwanaume ambaye alikuwa tayari kuwasaidia. Asabita akasema kwamba ndo kama hivyo, jana usiku kwa kweli yani kile kitu kilitutisha sana. Omari akasema poleni sana dada zangu, kilichotokea jana usiku ni kitu cha kawaida sana. Mnatakiwa kuwa na roho ngumu sana. Maana ambao wameamua kuyaanzisha haya wana roho ngumu mno. Omari alisema hivyo. Sauti iliyojaa utulivu tu bila hofu. Mama G naye akaunyanyua ulimi kwa kusema kwamba samani kakaangu. Hao walioamua kuyaanzisha ni kina nani hasa? Maana ndio kitu ninachotamani sana kufahamu. Omari akasema usijali, kwa kuwa wewe ndio mwenye shida, itabidi ukaze roho dada yangu. Haupo salama kabisa. Maana unaandaliwa shimo ambalo kizibatu unadumbukia. Mimi sina uwezo wote wa kukusaidia. Omari aliweka hapo nukta. Alimtazama Maji ambaye ni kama hakuelewa kitu. Ni kweli ya kuelewa. Yaani kivipi sasa kakaangu? Maana mimi nimekuja hapa nikiamini wewe ndio msaada wangu. Sasa unavyosema huwezi kunisaidia ni unanichanganya. Maana yangu ni kwamba wewe peke yako ndio unatakiwa kujisaidia. Lazima upambane wewe kama wewe. Kwanza kabisa unatakiwa kurudi nyumbani kwako. Hakikisha kuwa mama mko wako anazikwa kabla mtoto wako hajatimiza miaka 15. Huo ndio msaada wangu. Ni maelekezo kutoka kwa Omari. Maelekezo leo muache Mama G kinywa wazi. Yaani ina maana natakiwa kumuua ama? Sijasema mimi uwe. Nimesema hakikisha anazikwa. Haijalishi atakufa kwa namna gani. Iwe kwa mikono yako ama mikono ya mtu mwingine, muhimu awe marehemu na azikwe. Hii ndio ponapona yako dada yangu.
Hapa sasa kama nakuelewa hivi, ina maana mama mkwe ndo chanzo cha haya yote, si ndio? Yeye ndo amehusika na kumfanya kichaa mtoto wake mwenyewe? Ndio. Kama mama mkwe akifa na bado mume wako akiwa kichaa, basi njoo ondoka na maisha yangu pia. Mnaweza kuondoka, ila najua unafahamu bado wiki 2 mtoto wako afikishe miaka 15 Kwa hiyo unazo wiki 2 tu. Omari alipomaliza kusema hivyo, bila kuhitaji walau senti moja kutoka kwao, akawataka wasimame, akasoma dua anayojua yeye, kisha akawasindikiza hadi nje. Wakaagana. Basi Bite na dada yake wakarejea nyumbani kwao. Walifika nyumbani, Mama G ndio hakutaka hata kukaa. Alichokuwa anataka ni kufunga safari kurejea Kilimanjaro. Kwa Bite hali ilikuwa tofauti sana. Hakuwa tayari kuruhusu dada yake aondoke kwenda Kilimanjaro. Hakutaka kabisa. Sasa unafikiri mimi nitafanyaje? Nibaki hapa hadi matatizo ya makubwa mdogo wangu ama? Jana umeona nini kilitokea usiku? Umeona kabisa? Kwa lazima yarudi nijue ninafanyaje. Haya ni maisha yangu Bite. Maisha yangu mimi na Jio wangu. Dada sawa, hata kama dada, lakini unataka kwenda na kuua mama mkwe wako kweli dada? Au unataka kwenda kufanya nini? Lazima tukae tupange kipi ni kipi dada. Lazima tujue tunaanzia wapi na tunaishia wapi. La sivyo mimi siwezi kuruhusu uondoke hapa dada. Mimi siwezi kabisa. Kama kawaida yake, Bite akatangaza msimamo wake. Bite akaongeza akasema ya kwamba kwanza hatuna uhakika kama ni kweli mama mkwe wako anahusika moja kwa moja. Kwa hiyo wewe humwamini tena mtu wako, si ndio? Eti mdogo wangu, wewe si ndio umenipeleka kwa kiama? Ikabidi sasa Mama G aje juu. Swali juu ya swali. Sasa Bite akasema mimi sina maana hiyo. Lazima tu na sisi tufanye uchunguzi wetu dada. Tumchunguze mama mkwe wako kisha ndo tuamue moja. Kama ni lazima sana yeye atangulie ili wewe uwe hai, basi itakuwa hivyo. Wakati tunamchunguza, tumtafute mtaalamu mwingine naye tuone anatupatia njia gani. Mimi bado siamini kama eti njia inaweza kuwa hii moja tu. Bite, Omari mimi naona yupo sahihi sana. Kwanza ukiangalia ni kweli mwanangu G bado wiki 2 atimize miaka 15. Amejuaje sasa kama ni mwongo? Amejuaje? Alafu muda wa kwanza kuchunguza juu ya mama mkwe wako uko wapi sasa? Haupo. Upo wapi huo muda mdogo wangu? Wewe uone hilo. Bite, hii ni issue ya maisha yangu. Hii ni issue? Unatakiwa kumwamini Omari. Tumwamini wote Omari. Nimekuuliza tu swali jepesi, amejuaje mwanangu bado wiki 2 atimize miaka 15? Kwa lazima arudi Kilimanjaro. Nitarudi tu. Tena haraka sana. Itakalokuwa na liwe tu. Msikilizaji, ilikuwa ni lazima aondoke kama ambavyo alitaka yeye iwe. Beatrice baada ya kugundua kuwa msimamo wa dada yake ni mkali sana, ikabidi amwingie kwa gia nyingine. Kwanza alimuomba waende kwa mtaalamu mwingine maeneo ya Kondoa, kisha baada ya hapo angemruhusu dada yake aendelee na mpango wake wa kurejea wapi? Kilimanjaro. Sasa kwa kuwa njia ya kwenda Kondoa ni hiyo ya kurejea Kilimanjaro, Mama G akaona sababu ya kupinga wazo la mdogo wake. Basi wakakubaliana watapitia Kondoa. Ila dada itabidi uwe makini dada. Yaani mimi natamani hata ni twende wote huko Kilimanjaro. Yaani kukuacha peke yako kwenye hili jambo. Yaani si kama nakusaliti ndugu yangu. Mimi naona tu tukitoka Kondoa twende wote huko kwako. Bite, haina haja. Hatuwezi kujipeleka wote wawili. Mimi nitaenda kwanza. Kama nitahitaji msaada wako basi nitakupigia simu. Wala usijali kuhusu mdogo wangu. Mama G akamtuliza mdogo wake. Ikaisha hivyo. Safari yao wakapanga iwe siku itakayofuata. Kaka unaelekea wapi kaka? Mimi naelekea pale Msalatu. Hapo kwa wewe mimi nitakufanyia 20,000 tu mzee. Sikia sasa. Hiyo haina shida, ila mimi nataka unitafutie kijana mmoja hivi ambaye anaweza kufanya kazi. Boda alishtuka, ikabidi amkatishe kwanza mponda. Habari gani tena hizo anataka kuleta? Mambo ya kutafutiana vijana? Yaani mwanaume atafutiwe kijana? Babu, kijana tena? Kivipi sasa? Wewe usinielewe vibaya. Mimi nataka kijana anayeweza kufanya kazi za kuagizwa sehemu. Sio hayo mambo yenu bwana. Maana vijana wa siku hizi mnawaza mambo ya ajabu tu. Hapo sawa. Kama vipi twende tu mimi nikupeleke. Hisho kijana hata mimi mwenyewe naweza kufanya ili mradi tu ni kazi ya kiume fresh tu mwanangu. Basi mponda akapanda pikipiki na safari ikaanza kuelekea Msalatu Dodoma.
Walifika, Mponda akabadilishana namba na bodaboda, kisha yeye akachukua chumba kwenye moja ya nyumba ya wageni jirani kabisa na mtaa anaoishi Bite. Huyu Mponda hakuwa na masiara kabisa kwenye jambo lake lolote lile. Akili na mawazo yake yote alihamishia kwenye jambo lilokuwa analifanyia kazi. Hata hii kazi ya kumfuatilia Mama G alijitoa kwa asilimia zote 100. Basi ujumbe mfupi wa maandishi kutoka kwa Mponda kwenda kwa mama yake ulisema ya kwamba, shikamoo mama, nimefika. Kwa sasa natafuta njia ya kuhakikisha kuwa najua hatua zao. Lazima nitajua mama, maana macho yangu yote hapo kwao. Nitakufahamisha kama tulivyokubaliana. Basi ndio ujumbe ambao alituma kwenda kwa mama yake. Palikucha bwana. Ni siku nyingine tena, Bite na Mama G walikuwa katika usafiri wa gari. Safari ya kuelekea Kondoa ilikuwa imeanza. Ndani ya gari wakati wote Mama G alikuwa akimlaani mno mama mkwe wake. Yaani Bite, unajua kuna vitu vingine hata sielewi. Ina maana nataka kuniua. Hiyo yani inawezekana vipi mtu akamroga mtoto wake mwenyewe? Unajua wanawake wengine ni kama waliongea na shetani wakati sisi tukiwa busy na Adam. Na mimi siwezi kukubali kumalizwa kizembe. Lazima nipambane mdogo wangu. Yaani mimi siwezi kukubali kabisa. Siwezi kabisa. Huyu mama mkwe hanijui vizuri nakwambia. Kama ni laana basi alaaniwe kwanza yeye kisha ndo zinifuate mimi. Eti kabisa unapanga namna utakavyogawana mali zangu na Baji. Bado ni Mama G alikuwa anaendelea mahubiri yake. Wakati wote huo Bite alikuwa kimya. Eti Bite, hivi ni njia gani unaona ni sawa? Nikamwekea sumu yule mwanamke ama nimchome kisu? Maana bado mimi nafikiria njia ya kumondoa kabisa duniani. Baba G atanisamehe tu. Mamake ndo kanilazimisha mimi kuwa muuaji. Mama G alikuwa anaongea kwa uhakika mno. Ni mtu aliyedhamiria kwenda kufanya anachokisema. Awamu hii Bite akaamua kusema neno. Akasema kwamba dada, kuua sio kazi rahisi kama unavyotamka wewe. Mimi sitamani kabisa dada yangu uwe muuaji, ndio maana hata tunakuja Kondoa. Mama G akasema, mdogo wangu, tuache mambo yaende kama ambavyo wao wametaka yaende. Basi bwana, kauli hii ikawa nukta. Majira ya saa asubuhi, kutokana na mwendo ambao walikuwa wanatembea nao, waliwasili Kondoa. Kwa kuwa njia yenye uhakika wa kuwafikisha kwa mtaalamu ili wataka watumie usafiri wa pikipiki, basi hawakuwa na sababu ya kung'ang'ania usafiri wao. Wakaliegesha gari kando, wakakodi pikipiki 2, safari ya kuelekea nyumbani kwa mtaalamu ikaanza. Iliwagharimu robo saa tu kufika nyumbani kwa mganga. Ndio, tuachane na habari za kumuita mtaalamu, tunyooke tu moja kwa moja, mganga inatosha bwana. So wakapokelewa vizuri tu, wakakaribishwa ndani. Mganga hakutaka kupoteza muda. Akajiandaa kuwashughulikia wateja wake. Wateja wa asubuhi. Apewe nini tena? Eti jamani, unaamka tu nakutana baraka za wateja. Basi bwana. Mganga akasema ya kwamba bila shaka mwenye shida ni wewe Habu. Mganga alianza mbwembwe zake pale kwa kumwelekezea kidole Maji. Maji akasema ni kweli, ni mimi hapa. Mganga akasema, ulishaenda kwa mtu na akakuelezea nini cha kufanya, si ndio? Maji akasema ndio. Mganga akasema, ila hujamwamini ndio maana umekuja hapa kupata msaada tena. Maji akasema ndio. Mganga akasema, kile ulichoambiwa huko ulipotoka ni sahihi sana binti yangu. Msaada wangu ni mmoja tu binti, mimi nitakupa dawa ambazo utatumia kwenye kuoga ili mradi wakati unapambana nao uweze kuwa salama. Umenielewa? Binti akasema, nimekuelewa, ina maana lazima mama mkwe wangu afe. Mganga akamjibu ya kwamba ni lazima bwana. Ni lazima binti, maana yeye mwenyewe mama mkwe wako ndio amenuia kuwa ni lazima mmoja wenu kati yake na wewe awe hai na mwingine marehemu. Umenielewa? Maji akasema ndio. Mganga akasema, safi sana. Sasa shika hii dawa, utaogea. Kuwa makini sana binti. Unaweza kuweka sadaka yako hapo kisha mtaondoka. Baada ya kusema hivyo basi mganga akajiinukia pale kilengeni na kuingia kwenye chumba kingine. Bite akatoa kiasi cha fedha na kukiweka kwenye kapu. Ilikuwa ni 50,000. Baada ya hapo wakaondoka zao. Wakati wao wanaondoka, yeye ndo anaingia bwana. Ni nani? Yaani wakati wao wanaondoka, yeye ndio anaingia. Nani mwingine zaidi ya Mponda? Hakuwa mbali. Mponda alihakikisha kuwa Bite na dada yake wanaondoka, kisha na yeye akaingia kilingeni kwa mganga ambaye Mama G na mwenzake wametoka hapo. Oya, pesa naongea. Asikwambie mtu pesa naongea, ndio mimi nakwambia wewe na siri zote ulizompatia rafiki yako usijishoga yako. Akiwekewa pesa. Sasa Mponda bwana akamwaga fedha kwa mganga kutaka kujua ni kipi hiko
kilichomleta shemeji yake hapo. Kuku waliokonda na mbuzi wasioeleweka walimchosha mganga. Walimchosha. Kijumba chenyewe hakikuwa na msimamo. Mara kivuje, mara kisivuje, akieleweki kinataka nini. Eti ndio akatela laki 2 zilizowekwa kapuni. We. Kwanza mama G na Bite ye hawajui na hana undugu nao. Anawalinda kwa lipi sasa? Mganga akawakana. Aliwakana kabisa. Akafunguka kila kitu kwa Mponda. Mponda akaelezwa kila kitu, hata ubaya wa mama yake dhidi ya kaka yake pia akaelezwa. Sasa Mponda akamchukia mama yake. Siku zote alikuwa ni mtu wa kumlaumu shemeji yake, ile hali yote ni makosa na dhambi za mama yake. Ni kweli kuwa Mponda ameujua ubaya wa mama yake, lakini yupo tayari kuruhusu mama G afanikishe zoezi la kumua mama yake? Yupo tayari? Sawa, amejua kweli, lakini je, yupo tayari kuruhusu mama G afanikishe ile zoezi la kumua mama yake? Ukweli ni kwamba hakuwa tayari. Haraka akaandaa mpango wa kuhakikisha kuwa mama G hafanikiwi. Wakati huo akifikiria njia kutatua tatizo baada ya kutambua kuwa shemeji yake sio mbaya kama ambavyo alikuwa anahisi. Ni kama vile Mponda alikuwa anashindwa kuchagua upande. Aigamie kwa mama G ama mama yake ambaye ni wazi ndiye mwenye makosa. Makosa yaliyokidhi viwango vyote vya kuitwa uovu. Basi bwana. Safari ya kutoka Kondoa hadi Kilimanjaro kwa aina ya usafiri aliokuwa anautumia mama G na ndugu yake, lazima wangefanya maamuzi ya kupumzika kwenye kituo chochote kabla ya kuimaliza safari yao. Mponda alifahamu hilo. Kwa kuwa yeye alikuwa ameachwa nyuma hatua kadhaa, hakutaka kulazimisha kuafikia. Aliamua kuwasiliana na mtu ambaye angewasubiri mama G na mdogo wake kwenye kituo ambacho Mponda aliamini lazima tu watakitumia kupumzika. Ilikuwa ni simu ya moja kwa moja kutoka kwa Mponda kwenda kwa Nyandu Mchina. Basi maagizo ya Mponda kwenda kwa Nyandu Mchina alisema ya kwamba kazi yako itakuwa moja tu, kuwafanya wasubiri hadi nifike. Hakikisha hawatoki hapo. Sijui utafanyaje, sielewi, ila hakikisha kuwa hawatoki. Basi Nyandu Mchina akasema ya kwamba anaruhusiwa kuwaguza. Akaambiwa na maana gani Nyandu? Nyandu akasema yani kama wakinisumbua naruhusiwa kuwaonya. Mponda akasema kwamba vyovyote mzee, muhimu wasikuponyoke tu. Kama kuna kitu sitaki kusikia kutoka kwako ni kuwa eti umewakosa wameendelea na safari yao. Aisee, kuwa makini mzee. Kama ni vipi wewe fanya unavyojua wapate. Mponda akaeleza vile na ikapaswa kuwa, na Nyandu akasema sawa, nimekupata. Basi bwana, sio wageni, hii sio mara ya kwanza kwao kufika nyumbani kwa Maji, ni ya pili sasa. Mara ya kwanza walikuja kuipiga nyumba picha na baadhi ya mara nyingine kwa lengo la kwenda kuzitangaza kwa ajili ya kupata mteja ama wateja. Mara hii wamerudi na taarifa njema kwao, taarifa ya kupata mteja ambaye yupo tayari kununua mali zote, tena kwa bei nzuri. Johari aliwakaribisha kwa ukarimu mkubwa sana. Hana lolote zaidi ya kuvizia pesa za kwenda kutambia chuo. Sasa unafikiri kuna kingine? Hakuna. Mama mzazi wa baba G akaitwa, akafika, wakaketi tayari kwa kusikiliza wageni. Wageni wao wamekuja na lipi la kuwafurahisha. Dada mkubwa wa familia naye alikuwepo hapo. Hawakuwa na pingamizi lolote kuhusu kuuzwa kwa nyumba ya kaka yake. Alichotaka kitakachopatikana basi asikose na yeye apate cha kupata arudi zake Dar es Salaam. Sasa mmoja kati ya walioagizwa kutafuta mteja wa mali za Baji na Maji aliwasilisha taarifa akisema ya kwamba mama, baada ya kuingiza mali sokoni tulipata wateja wengi, ila mmoja akaibuka kuwa na ofa bora kuliko wote. Huyu mmoja ambaye tumeona tufanya naye biashara, yeye ametoa ofa milioni 100. Basi mama na wanae wakabaki wanatazamana. Kiasi kilichotajwa huwa wanakisikia tu. Hakuna hata mmoja kati yao anayefahamu milioni 100 inakuwa na ukubwa gani ikipangwa mbele yao. Utajiri upo mbele yao. Ni wao tu kuandaa nyaraka mbalimbali ili kukamilisha biashara. Kwanza nyaraka zipi hizo za kuandaa? Kila kitu walikuwa nacho wao. Yaani ni kama walimzidi kila kitu mama G. Sasa mama akasema ya kwamba sasa hapo baba, hapo sisi hatuna upinzani tena, si ndio wanangu? Johari na dada yake hao wakatikisa vichwa haraka kukubali. Mama akaendelea kusema ya kwamba Jumamosi mje na mteja. Mje tu na mteja mwenyewe tumalize kila kitu. Nafikiri na sisi tutakuwa tushaandaa njia ya kupokea hayo malipo. Alisema hivyo mama wa familia.
Basi wale mabwana wakaondoka zao kwa ahadi kuwa Jumamosi inayofuata wafike hapo na mteja ili wafanyaje? Wamalize biashara. Kati yao hakuna aliyefikiria kuwa ukimtoa Mama G, kuna G ambaye huenda ndio mwenye haki zote za mali za wazazi wake. Wao hawakutaka kujua hilo. Lengo lao ni kuuza mali za ndugu yao na kuondoka naye. Wao ndio wangejua wapi wanampeleka kaka yao, sio Johari wala dada mkubwa. Yaani hakuna hata mmoja aliyetaka kutafuta namna kumsaidia kaka yao kurejea kwenye hali yake ya kawaida. Sikashakuwa chizi. Ni chizi tu. Hii ndio chuki na roho mbaya ya familia dhidi ya ndugu mmoja tu aliyepambana na kuazidi mafanikio. Hutaki kuamini? Hutaki kuamini kwamba ndugu yako anaweza akakuchukia kwa sababu umemzidi mafanikio? Hutaki kuamini? Haya, tuendelee kusikiliza. Sasa gari lao lilifunga breki kwenye moja ya kituo cha barabarani, kituo chenye huduma za kijamii. Wote wawili wakashuka kwenye gari lao na kujiunga na wasafiri wengine waliokuwa wakisafiri kwa kutumia magari ya abiria. Wakaelekea Maliwato, kisha wakarudi na kununua baadhi ya mahitaji yao. Waliamua kuwa wapumzike kwa nusu saa, kisha baada ya hapo wangeendelea na safari yao. Sasa wakati wao wakiendelea kupumzika, kiumbe kilichokuwa kinamiliki picha ya Mama G kwenye simu yake kilikuwa katika hangaiko la kuhakikisha kinakamilisha kazi yake. Kiumbe huyu ambaye dunia iliamua kumbatiza jina la Nyandu Mchina kutokana na kazi za ajabu zilizojaa ukatili, alisogea jirani kabisa na meza walioketi Mama G na ndugu yake. Akawatazama kwa sekunde chache, kisha akawapa mgongo. Hakuiona nafasi ya yeye kutimiza kazi yake pale. Aliamua kwenda kuwasubiria. Hakutaka kuendekeza haraka, ili hali anatambua wazi subira ingempa baraka zote za kukamilisha kazi yake. Ni kweli bwana, Bite na Mama G walipomaliza muda wao wa kupumzika, walirejea kwenye gari lao. Awamu hii dereva akiwa ni Mama G. Gari likawashwa, gia zikaelekezwa cha kufanya, safari ikaanza. Sauti ya Nyandu Mchina ikitokea siti za nyuma ilisikika ikisema kwamba nafikiri mnahitaji kufuata maelekezo yangu kwa sasa. Tofauti na hapo, mtaanza kunilaumu bure tu. Basi Mama G na Bite hawakutaka maelekezo mengi kugundua kuwa mwanaume aliyekuwa siti za nyuma ni mvamizi na tayari amewavamia. Bite akasema kwamba dada, kwa makini, liondoe gari barabarani. Bite aliongea hivyo, alimwambia dada yake alishaona hatari ya kupata ajali, kwani aliona hofu iliyomkumba Mama G baada ya kutambua kuwa kuna kiumbe kingine kilichobeba shari nyuma ya mgongo wake. Sasa Nyandu Mchina akasema kwamba wazo zuri sana hilo, ila sio kwa sasa. Endesha gari, usiogope tu. Hakuna hata mmoja atakayeumia. Hii bastola hata sio kwa ajili ya kuumiza watu wanaofuata maelekezo. Hii ni kama fimbo tu katika mikono ya mwalimu. Huwa inawaumiza wanafunzi wakorofi. Naamini hakuna msumbufu kati yenu. Basi Bite akasema kwamba unataka nini? Kama ni pesa sisi tutakupatia, ila tunachotaka ni kuwa salama. Nyandu akasema hata msijali kabisa. Hizo hela mimi nitachukua. Ila ninachotaka tu ni nyinyi mfuate maelekezo yangu. Sina mpango wote wa kuumiza. Kuna sehemu nataka tuende. Kisha baada ya hapo mtaendelea na safari yenu. Basi Nyandu aliongea hivyo na kisha akasema kwamba chepuka kwenye hiyo njia hapo. Fuata hiyo njia ya vumbi mpaka mwisho. Basi hawakuwa na namna zaidi ya kufuata maelekezo ya Nyandu Mchina. Maelekezo yakawafikisha kwenye nyumba ndogo isiyokuwa na jirani kabisa, yani kwenye wenyewe tu. Wengi wetu wakati tukiwa safarini huwa mnaziona nyumba moja kando ya barabara, sio mnaziona ndio hizo nyumba. Sasa unaona nyumba, lakini ukija kuona tena nyumba nyingine ni mbele. Nyumba haina jirani, ndio hizo sasa hizo nyumba. Ambayo Mama G na Bite wamefikishwa. Ni wao wawili dhidi ya mvamizi mwenye taji la utekaji. Basi wote wawili waliamini kuwa wapo hapo kwa sababu mtekaji analihitaji gari lao na huenda ameondoka nalo kwenda kuliuza mpaka muda huo. Ni saa 10 jioni, hakuna dalili yoyote ya mtu kufika kwenye nyumba waliofungiwa. Njaa na kiu wala havikuwa sehemu ya kuwatesa. Kitu pekee kilichokuwa kikiwatesa ni hofu. Kila mmoja alikuwa akiomba Mungu kwa namna anavyoweza watoke hai. Unajua Bite mdogo wangu, namfikiria Ji wangu ujue. Yaani sijui hata na hali gani kwa sasa. Yule bibi yake mwenye roho ya kinyama anaweza kumfanya chizi hata mwanangu. Bite, lazima tutoke hapa. Yaani hatuwezi kuendelea kusubiri malaika waje kutufungulia mlango wa hiki chumba. Sauti ya Maji, sauti yenye kila hitaji la kutoka kwenye pumbazo lilopo. Bite akasema kwamba naamini Mungu atamweka Ji kwenye mikono salama.
hapa ni tuangalie tu namna gani tunajitoa kwenye hili tatizo kwanza dada, maana hujui ni kwa kiasi gani naogopa kuwa hapa. Naogopa mno dada mno. Maji akasema kwamba lazima tutatoka tu hapa mdogo wangu, usijali. Alafu nakumbuka Mari alituambia nini? Ninazo wiki 2 tu za kufanya ile kazi, kwa hiyo usijali mdogo wangu. Basi wakati wakiendelea mazungumzo yao, mlango wa nyumba ukafunguliwa. Wote wawili waliamini mwanaume anayeingia ni jamaa aliyewateka, ambaye ni Nyandu Mchina. Imani yao ikakumbwa na ubaridi mkali baada ya kugundua kuwa mwanaume aliyesimama mbele yao ni Mponda. Shem lake. Shemeji huyo. Mama G akauliza, shemeji ni wewe? Mponda akasema ni mimi. Poleni kwa kuwaweka hapa, ni katika kuhakikisha tu kuwa mnakuwa salama. Basi Biti alifoka akasema, salama? Usalama gani wa kushikiana bastola Mponda? Wewe ndio umetuma mtu atuteke? Eti tuwe salama? Mama yako mchawi, wewe mtekaji. Hivi nyie mna nini lakini? Mponda naye akajijua akasema, wewe unasemaje wewe? Mamangu muitaje? Basi Mama G kwa jazba akasema ya kwamba unataka kubisha nini sasa shemeji? Mamako ndo sababu ya mume wangu kuwa kwenye hali ile. Wewe kama kaka mkubwa ulinipa hata muda wa kunisikiliza kweli? Ukutaka hata kukaa na mimi kujua tunamsaidiaje kaka yako. Umeungana na mama yako kuniandama mimi. Mmemfungia ndugu yenu chumbani. Yule ni mtu sio mbwa kichaa Mponda. Kwa nini lakini leo umekuja kutufungia huku? Sikiliza wewe, umesikia? Kama upo hapa kwa lengo la kutuua, uwe tu. Si mnataka zile mali? Fanya kama unavyotaka. Tuue tu. Maji aliongea kwa jazba. Kwa kiasi fulani Mponda alijihisi mwenye hatia sana. Yes, ni kweli. Yeye kama kaka hakuwahi kukaa meza moja na shemeji yake kisha wakazungumza zaidi ya kumshushia tu lawama za moja kwa moja. Ni kweli yote ni makosa, lakini hakuwa tayari kuruhusu Mama G akamilishe mpango wake wa kufika Kilimanjaro na kutimiza lengo lake. Lengo ambalo matokeo yake ni msiba wa mama yake mzazi. Damu nzito kuliko maji. Hakuwa tayari. Sasa Mponda akasema ya kwamba hakuna haja ya kuzunguka shemeji. Najua kwa nini unarudi Kilimanjaro na ndugu yako. Kila kitu nafahamu. Unaenda kukamilisha mpango wako wa kumuua mama yangu. Na ndio maana nimetumia njia hii mbaya ili mradi tu niweze kukuzuia. Nataka tuzungumze shemeji. Maji akasema nini? Kumbe unajua kila kitu. Umejua sasa ete? Mungu ni mkubwa sana Mponda. Hatimaye amekuonyesha kuwa mimi sio mwenye shida. Shida ipo kwa mama yako wewe. Sasa kwa nini unatuweka hapa? Tuna nyumbani tukalimaliza hili. Mponda akasema hata kama mama yangu ndio mwenye makosa, ila njia ya kumuua ili kila kitu kikae sawa siwezi kuipita mimi, na pia siwezi kuruhusu wewe uipite. Maji akasema kwa hiyo sasa unatakaje? Nife mimi? Kaka yako endelee kuwa chizi kwa upumbavu wa mama yako ama? Sikiliza Mponda, wewe kama uwezi nipishe mimi. Mama G alipomweza kusema hivyo akamsukuma kando Mponda ili atoke ndani ya ile nyumba. Mponda anasukumika sasa. Mama G anapata njia ya kutoka. Wapi? Hatoki. Anarudi nyuma hatua moja na kumshika mkono mdogo wake, lengo atoke pamoja. Kwa kasi ajabu Mponda akamvuta mkono Mama G na kumrudisha ndani. Lengo likapita matokeo. Mama G akajikuta akikumbana na ukuta. Ukuta bila hiana wala chuki ukampokea na kumzawadia jeraha kubwa sana la kichwa. Jeraha likafurahia, moyo ukachukia na kuamua kuyakwepa maumivu. Ukagoma kabisa kuendelea kusukuma damu. Kifo hakikuwa na mapuuza bwana. Kikasogea na kuondoka na mgeni wake. Mama G alipoteza maisha. Hujasikia vibaya. Ni kwamba Mama G alipoteza maisha. Biti akawahi kuisumbua tu maiti ya dada yake. Aliita maskini, akaitekisa, lakini hapakuwa na jibu lenye uhakika kama kifo. Mponda alikuwa wa kwanza kutambua kuwa uliopo chini ni mwili wa Mama G na sio Mama G. Akiwa na tafakari nini afanye, Beatrice akamvamia na kuanza kumshambulia. Akisema umemfanya nini dada yangu? Nakuuliza wewe shetani, umemua dada yangu si ndio? Wewe ni muuaji. Nyie kwenu wote ni wauaji. Ni lawama za Biti kwenda kwa Mponda. Lawama zilizoa kwa kilio. Nyandu Mchina akasema ya kwamba babu, mbona umechukua muda mrefu sana? Nyandu Mchina alifika baada ya kuona sasa muda ambao Mponda alitakiwa kuutumia pale ndani ni kama umepitiliza. Nyandu Mchina akasema kwamba mzee, vipi hapa tena? Nyandu Mchina akawahi kutazama mwili wa Mama G uliokuwa umejilalia chini kiasara tu. Nyandu Mchina akamuuliza Mponda kwamba mzee, huyu amekufa ama yani inakuaje sasa? Mponda akasema sielewi. Nyandu akasema uelewi nini sasa shahidi unaye hapo bwana?
Utaamua wewe mwenyewe. Aje mahakamani asimame kama shahidi wakati huo unaenda jela. Tena ukwenda jela penyewe ni milele, au ukasimame juu ya kaburi lake na umuombe msamaha. Haya, shika hiyo. Nyando Mchina alipomaliza kusema hivyo, alimpatia Mponda bastola, kisha yeye akaondoka zake. Kilichofuatia kalitisha. Unataka kukisikia? Yes, maiti mbili za ndugu zilikuwa tayari kuanza safari ya kuoza. Mponda na Nyandu wakatokomea kabisa eneo hilo. Wao wawili ndio binadamu pekee waliobakia na kumbukumbu za kuwa Mama G na Bite ni marehemu. Mponda alirejea nyumbani akiwa mwenye chuki mno, chuki dhidi ya mama yake. Akiwa anajitahidi kuificha chuki yake, mama yake akamwita na kumpatia taarifa kuwa Jumamosi inayofuata wanauza jengo hilo na fedha itakayopatikana watagawana. Yalikuwa ni maongezi ya wao wawili tu. Swali kutoka kwa mwana kwenda kwa mama lilisema ya kwamba ina maana mama umefanya yote kwa ajili ya fedha? Mwanangu, una maana gani? Sijakuelewa. Kumfanya kaka kichaa kisha uuze hizi mali tugawane, ndio maana kuuliza umefanya yote kwa ajili ya fedha? Mimi mwanangu Mponda, umechanganyikiwa. Mimi naanzaje kufanya ubaya kiasi hiko mwanangu? Tena kumfanyia mwanangu wa kumzaa? Mama, mimi sio kichaa mama. Mama, hivi unajua nini kimetokea? Mama Jina mdogo wake wote ni marehemu. Nimewaua mimi kwa mikono yangu kisa wewe. Sasa unashangaa nini? Nataka uniambie, naomba uniambie ukweli. Kwa nini umemfanya kaka kichaa? Kwa nini? Nataka uniambie. Tofauti na hapo wote tutapotea. Basi Mponda akaukita mkuki wa msimamo mezani. Basi msikilizaji, tunakwenda kujua ukweli na mama anaanza kutusimulia jinsi ilivyokuwa. Mama anasema ya kwamba baada ya kuolewa na baba yenu, niliamua kuacha maisha yote ya nyuma. Katika kuhakikisha na yaacha maisha hayo na kuanza maisha mapya na baba yenu, ilinilazimu pia niache kuendelea kuwa mwanachama wa chama cha wanawake waliokuwa wakitumia imani za kishirikina kuwashika wanaume na kupata mafanikio. Najua hakikuwa chama salama sana, ndio maana nilipoona naingia kwenye maisha ya familia, basi niliamua kuachana nacho haraka. Haikuwa rahisi kama ambavyo nilitarajia. Nilipogusia swala la kujitoa kuwa mwanachama, nilianza kupitia vipindi vigumu mno kwenye maisha yangu. Ilifikia hatua akaanza hadi kumsogelea mwanaume aliyetaka kunioa. Uhai wa baba yenu ulikuwa hatarini. Viongozi wa chama hawakutaka kusikia kabisa eti mimi naondoka. Naelewa waliogopa kupoteza mwanachama imara kama mimi. Walikuwa tayari kunilinda nibakie upande wao siku zote. Mimi nizidi kuonyesha msimamo wangu. Mwisho wa siku kiongozi mkuu aliniita na kunieleza kuwa yeye yupo tayari mimi kuendelea maisha yangu nje ya chama chao. Haikuwa rahisi tu, alikuwa na masharti. Masharti ambayo yatakuwa ndio funguo yangu ya kutoka kwenye chama na kuendelea na maisha yangu bila usumbufu wote. Mkuu wa chama alinitaka nitoe sadaka moja ya mwisho. Sadaka ambayo itaacha alama kwenye maisha yangu. Mwanangu, sitaki nikufiche, nilitakiwa kubeba mimba kisha kwenda kuitoa sadaka kwao. Ndio, sikutakiwa kuzaa mimba yangu ya kwanza. Kwa sababu niliona ni mimba tu na nilishatoa nyingi huko nyuma ambazo hazikueleweka babake ni nani, niliona ni swala la kawaida tu. Sikuogopa kabisa kukubali sharti hilo. Nilikubali nikiamini kuwa naenda kuanza maisha mengine bila usumbufu wala kufuatwa nyuma. Naweza kusema chama kilisimamia makubaliano yetu. Hakikuwahi kunisumbua hata kidogo. Niliolewa na baba yenu, nikawa mke wa mtu kama ambavyo nilivyokuwa nataka. Nilikuja kupata ujauzito wa baba yenu mwaka wa pili wa ndoa yetu, tena baada ya kuhangaika sana. Sijui ni ile hali ya kutoa mimba mara kwa mara nyakati za ujana wa kipumbavu niliokuwa na uishi. Hii ndio mimba niliokuwa natakiwa kuitoa. Mimba ambayo sio mume wangu tu, hadi ukoo wake walikuwa naisubiria kwa hamu sana. Ningeanzaje kuipeleka kama sadaka ya mwisho kwenye chama? Nilishindwa kutimiza ahadi yangu. Nilijifungua, niliamini kama mimba ile ningeichezea basi maisha yangu ya ndoa yangekuwa magumu sana. Ujio wa mtoto wangu wa kwanza ambaye ndiyo Baba G ulinifanya nipendwe sana na familia nzima ya baba yenu. Kwa kuwa tulipata mtoto, mume wangu aliamua kuhama pale nyumbani kwao na kuhamia mji mwingine. Kwa hiyo maisha yakaendelea.
Wewe na wadogo zako wote mlizaliwa huku tulipohamia. Chama hakikuwa kinanisumbua sana, licha ya kuacha kutimiza ahadi yangu. Nilihisi huenda kimenipotezea. Hata wewe ungehisi hivyo hivyo, maana ilipita miaka mingi sana. Yaani mpaka nyie mnakuwa watu wazima na kuanzisha familia zenu, chama hakikuwahi kunisumbua kwa lolote lile. Ni kama vile hakikuwahi kuwepo kabisa. Mimi mama yenu sikuwa na mpango wowote mbaya. Nilikubali kuishi maisha yangu bila kuruhusu nyayo zangu kufuata uelekeo kwenda kwenye nyumba ya mganga. Kamwe. Kwa maana yote mimi niliacha. Kwa bahati mbaya, ahadi siku zote ni deni. Deni ambalo mimi sikuwahi kulilipa ni kutoa sadaka ujauzito wangu wa kwanza, kuwa kama kwaheri katika chama. Ni huu wakati ambao nilifikishiwa taarifa na mmoja wa wanachama wa kile chama. Taarifa kuwa muda wa kuvumiliwa umeisha. Mwakilishi wa chama alinieleza kuwa deni langu limekuwa kubwa mno kuliko kwenye chama. Kwa hiyo hakuishia hapo. Alinitaka nilipe deni langu. Niliomba mno aniache niendelee na maisha yangu. Mwakilishi aliniambia kuwa nilishaachwa niishi maisha yangu kiasi kwamba nikazaa na watoto. Niliomba sana, mwakilishi wa chama alikataa. Alisema amefuata jibu na sio maombi kutoka kwangu. Basi mwakilishi aliniuliza ikiwa nipo tayari kutimiza ahadi yangu au la. Na mimi nakifahamu vyema kile chama. Jibu lolote lenye maana ya kukataa ni kuwa nipo tayari kwa vita. Na umri huu mimi ningeweza wapi vita kupambana? Eti mwanangu. Sikuwa na uwezo huo mimi. Niliamua kukubali tu. Na nilipokubali, nikapewa hitaji lao. Chama kilikuwa kinataka mtu wao. Ile mimba ya kwanza. Sikuwa na namna mwanangu. Ili kuyanusuru maisha yenu na yangu, nilikubali kupoteza mtoto mmoja. Ubaya ni kwamba waliniambia kuwa hawataki uhai wa mtoto wangu wa kwanza, bali watampa adhabu ambayo itanitesa mimi. Adhabu ambayo matokeo yake ni kumfanya kichaa kaka yenu. Kisha wakanipa kazi ya kuwapa uhai wa mama G pale ambapo G atafikisha miaka 15. Nilikubali kila kitu. Niliandaa mazingira yote ya haya yaliyotokea. Ni kweli nahusika na kila kitu, lakini ningefanyaje mimi? Hayo ndo matokeo ya mimi kuhusisha ujana wangu na mambo ya kishirikina. Ni kweli mwanangu, nahusika na kila kitu. Kila kitu mwanangu. Sio kwamba nataka fedha. Hata huko kuuza nyumba na mali za kaka yenu ni kwa sababu tu ya maelekezo ya chama. Hawataki sadaka yao imiliki kitu chochote kile, ikiwa nataka mjukuu wangu G awe hai. Ndio maana nayafanya haya. Dhambi zangu ndio chanzo. Nisamee, yani naomba tu mnisamee sana mwanangu. Mnisamee mno mwanangu. Sifai kuwa mama, ila yote nimeyafanya kama mama. Naamini ipo siku adhabu ya kaka yenu itaisha, atarejea kwa binadamu. Mama G huko alipo, naamini atakuwa ananichukia sana. Ila ilipaswa kuwa hivi. Ishakuwa mwanangu. Nisamee tu kwa kubebesha dhambi zangu. Nisamee sana mwanangu. Baada ya mama kueleza ukweli wote, Mponda alijikuta akiwa mpole. Hakutegemea kama ukweli alioutaka ungemtaka kutulia na kusikiliza historia ya kutisha mama yake. Nguvu zikamuisha. Akajikuta tu akijinamia zake. Mama akanyanyuka na kuondoka mbele ya uso wa mtoto wake. Hakuwa na lingine la kusema. Mponda akiwa kama kaka mkubwa wa familia, maamuzi akabakia kwake. Kuungana na mama yake kama mwanzo, ili mradi kila kitu kiendelee kama kilivyokuwa, ama kuwa kinyume na mama yake. Yeye ndiye alitakiwa kuamua. Lakini tukumbuke tayari ameshaua. Kama akisema awe kinyume na mama yake, basi lazima akubali kufungwa kifungo cha maisha jela. Tena hapo ni kama akionewa huruma. Tofauti na hapo ni kunyongwa hadi kufa. Nani anakipenda kifo? Nani? Hakuna na yupo. Mponda akaamua kuwa kimya. Kila kitu kifanyike kama kilivyotakiwa kufanyika kwa maelekezo ya mama yake. Wakati yote akiwa katika utaratibu wao, inaibuka barua bana. Sio barua tu, barua kutoka ukweni. Naam, ni barua. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Siku hii ndio ilipangwa iwe siku ya kuuza mali zote za Baba G. Mponda aliamua kuigiza kama hakuna lolote lililotokea. Yaani sio mauaji aliyoyafanya wala ukweli aliopata kutoka kwa mama yake. Mali ziuzwe, wagawane fedha, kila mmoja aende kivyake. Nani atakuja kuulizia? Nani sasa? Marehemu Mama G?
Au kichaa babaji ambaye hata akija kupona anaweza akaelezwa kuwa mke wake alimfanya kichaa kisha akauza mali zote na kutoweka. Hata hivyo walipanga iwe hivi, muuzaji wa mali hizo awe marehemu Mama G, ili hata kama ikatokea lolote lenye ishara ya kufuatilia issue ya mali hizo ikute kuwa Mama G ndio aliuza, nani anaweza kumwamsha marehemu na kumuuliza maswali? Hayupo. Wakiwa wamejiandaa kuwapokea madalali na mnunuzi, anafika bodaboda. Bodaboda anaonyesha kuwa anayo haraka sana. Anampatia Johari bahasha kisha yeye anaondoka zake. Sasa Johari na alivyo na kiherehere, kisube, kisabengo, anataka kujua kwenye bahasha kuna nini. Kabla hata hajafikisha kwa wakubwa wake, Johari bwana akaingia chumbani. Akaifungua bahasha na kuanza kuisoma. Bahasha iliandikwa ya kwamba: kwanza niombe msamaha kwa kushindwa kuandika barua hii kama inavyotakiwa. Ila nashukuru Mungu kwa kunipatia mwandiko mzuri ambao naamini unasomeka. Lengo la kuandika barua hii ni kuwataka mjiandae. Mkwe wenu nakuja. Nataka tukae tuzungumze, mtanilipa shilingi ngapi ili nikubali kuzika mwili wa mwanangu. Bwana ametoa na Bwana ametoa. Jina lake lihimidiwe. Wako katika ukoo Zube wa Zubanga. Na hii ni barua kutoka ukweni. Barua, msikilizaji, inaishia hapo. Johari hataki kuamini kama ile barua ilikuwa inawahusu wao pale nyumbani. Hakuelewa kitu. Akairudisha barua kwenye bahasha. Johari akatoka huyo hadi sebuleni. Akamkuta kaka na dada yake wakiwa wametingwa na kuandaa makaratasi kwa ajili ya biashara. Johari akamkabidhi bahasha dada yake akisema kwamba jamani, kuna bahasha hapa. Bodaboda kaileta. Haya, hii hapa, shika. Dada anapokea na kuifungua. Anatoa barua iliyopo ndani, anaanza kuisoma. Hakuna kilichobadilika. Kila alichokisoma Johari ndio hiko anachokisoma yeye. Dada neni kama haelewi. Mponda anauliza nini? Dada anampatia ndugu yake asome na yeye kama hataelewa sawa. Mponda akachukua barua na kuanza kuisoma. Huyu alielewa barua. Ni kama vile aliandikiwa yeye. Wewe Johari, nani kaleta barua? Ni bodaboda. Bado yupo? Ameondoka zake. Kuna tatizo. Mama yuko wapi? Chumbani, alienda kuoga nafikiri. Unafikiri nini bwana? Kamuite mama. Nenda kamuite mama. Ponda alimwagiza Johari kwa karipio. Sasa ikabidi dada aulize kwamba vipi, mbona unaongea kwa kichete hivyo, kuna shida gani? Aliamini kaka yake atakuwa ameelewa kitu ama kufahamu. Mponda akasema kwamba kuna shida kubwa sana. Yaani najuta hata kufunga safari kuja hapa ni. Najuta kwa kweli dadangu. Dada mtu akasema unajua sijaelewa. Yaani bado sikuelewi kaka, kuna shida gani? Mponda akasema huwezi kunielewa dada. Uwezi. Ila huyu mama yenu, yaani huyu mama yenu ndio kaataka yote. I say. Basi bwana, Mponda ni kama alikuwa anazidi kumchanganya dada yake. Mama hakuchukua muda, alifika. Akaungana na familia yake hapo. Wote wanne wakatimia. Kabla Mponda hajasema kitu, hodi ikasikika. Wote wakatazamana. Johari hakutaka kusubiri. Johari ana kiherehere, kana kisube. Kakaelekea moja kwa moja mlangoni bana. Sasa mama akahoji kwamba watakuwa wanunuzi ama? Hakuna anayemjibu. Johari anafungua mlango. Wageni watatu ambao wanafahamika wanaingia. Ni wanunuzi bwana. Kwa kuwa kila kitu kilikuwa kimeandaliwa, hakuna kilichoharibika. Kila kitu kikawekwa sawa. Mauzo yakafanyika. Milioni 100 kwenye mikono ya watu wanne. Watajua wao wanagawana vipi, watajua wao muhimu, lengo lao limetimia. Sasa mnunuzi akasema ya kwamba jamani, mtakuwa na siku 2 tu za kuhama. Mali hamishika zitachukuliwa leo. Ilikuwa ni kauli ya mwisho mnunuzi, kisha hao wakaondoka zao. Basi bwana, alipita sehemu akanunua zake karanga na kuanza kutafuna taratibu hadi akafika kwenye nyumba ya Babaji. Eti nyumba ya Babaji hapana. Ni nyumba iliyokuwa inamilikiwa na Babaji kwani tayari imeuzwa. Hakuna haraka. Akafuata taratibu wote, akabisha hodi, mlango kafunguliwa. Johari alikuwa anajiandaa kuondoka. Mponda alikuwa chumbani akimwandaa kaka yake tayari kwa kuondoka. Basi bwana, Johari akamkaribisha mgeni. Akasema kwamba karibu, kila sifikiri kama ni muda sahihi sana maana watu tunatoka. Johari alimwambia hivyo mgeni aliyofika hapo. Sasa jibu la mgeni ni kwamba kwenye maisha hakuna muda sahihi Johari. Kama kungekuwa na muda sahihi basi niamini mimi, ulitakiwa muda huu uwe chuo. Si ndio?
Ilikuwa ni jibu la mgeni, jibu lilomfanya Johari kubaki anashangaa tu. Mgeni amejuaje jina lake? Sio jina tu, anajua ratiba zake kuwa wakati huo alitakiwa kuwa chuo. Sasa ikabidi Johari aulize, wewe ni nani? Mgeni akasema, mwakilishi kutoka ukweni. Johari, hebu turudi ndani sasa. Johari akashangaa, akauliza, ukweni wapi? Mgeni akasema, huu sio muda wa maswali Johari wetu, huu ni muda wa kupata majibu, twende ndani. Basi Johari akajifanya eti kumzuia mgeni kuingia ndani. Maskini Johari, kama aliwahi kupigwa kofi kali kama hili, basi ninao uhakika kuwa huyo mpigaji hakuwahi kurudia kumpiga tena Johari, kwa maana Johari ni lazima atakuwa alienda mbali kabisa na mtu huyo. Ukelele wa kilio cha Johari ukawavuta ndugu wote sebleni. Waliwahi kutazama nini kimemkuta mdogo wao. Ile wanafika wanakutana ka Johari kapo chini kanalia. Sasa mgeni kajikalia zake kwenye sofa, anaendelea kutafuna zake karanga. Hana wasiwasi. Tena zile karanga zilizochanganywa, zilizokaangwa kwa mayai zile. Unazipata sio mbichi, zile zilizotengenezwa na mayai. Hana hofu. Sasa Mponda akahoji kibabe ya kwamba wewe ni nani? Mgeni akajitambulisha bwana. Akasema, kaka, ina maana ile barua kuisoma? Nijitambulisha vizuri tu kaka. Au basi tufanye mwandiko wangu ni mbaya na hukuelewa. Naitwa Zuba Zubanga. Mgeni akajitambulisha hivyo. Jina ambalo kila mmoja lilisoma kwenye barua kutoka ukweni. Mmiliki wake alikuwa mbele yao. Ameketi tena kwa ujasiri mkubwa sana. Anakula karanga zilizotengenezwa kwa mayai. Sauti ya dada mkubwa ikasikika ikasema kwamba tunaomba utoke. Hatuna muda kuzungumza lolote kwa sasa. Mgeni akasema, hebu msiwe hivyo basi. Mbona mimi nishaongea na wanunuzi kuwa wawape siku 2 za kujiandaa. Naamini kabisa muda upo. Ninyi tu mna haraka zenu bwana. Bado ni mgeni alijitambulisha kama Zuba Zubanga. Hana wasiwasi, alizungumza hivyo. Sasa akaambiwa kwamba hebu sasa tuongee kiume, unataka nini wewe jamaa? Zuba Zubanga akasema kwamba shida yako Mponda ni kuwa unajifanya hujasoma ile barua yangu, yani unajifanya kama hujaisoma. Ila mimi wala sitaki tu kuaruzane bwana. Jamani, naombeni mkae, maana nipo hapa kumalizia kila ambacho nyie mmekiona ni sahihi. Basi mama akatoka na amri. Akasema, wewe kijana, naomba ondoka haraka sana. Basi Zuba Zubanga akatabasamu akasema, hilo ndilo lengo langu jamani. Hata mimi mwenyewe sitaki kuendelea kukaa hapa. Niwe mkweli tu. Basi kwa kuwa tu wote hatupendi kukaa hapa, naomba tumalize hili. Nataka kujua tu mtalipa shilingi ngapi ili kule nyumbani waweze kuendelea na mazishi ya mwili wa Mama G. Msikilizaji, ni mgeni huyo. Ameanzisha jambo lake. Johari na dada wa familia ndio waliobaki kinywa wazi. Ni wao wawili tu ndio walikuwa hawaelewi kuhusu kifo cha Mama G. Sasa huyo mgeni akaulizwa kwamba unasemaje wewe? Mama, ni kweli kwa Mama G amefariki? Sasa mgeni akasema ya kwamba sasa ni kwamba uamini au G hana mama sasa. Ila sio mbaya sana, maana wewe si upo na wewe utakaua. Basi Mponda akasema kwamba sikiliza wewe. Mponda akataka kumwelekeza Zube cha kufanya. Zube akasema kwamba wewe kuwa mpole basi, kuwa mpole. Mbona una hasira hivyo kijana Haya, endelea sasa. Usiniambie kwa kunikaripia namna hiyo bwana. Wewe tuongee taratibu Haya, endelea sasa. Baada ya Zube kuongea hivyo, Mponda akasema kwamba ndio, mimi ndio nimewaua. Nimewaua mimi hapa. Tena walikufa wote wawili, yeye na mdogo wake. Haya, unataka ufanye nini sasa? Zube akatabasamu akasema nafikiri mimi sina cha kukufanya, ila waliopo nje wamesikia kwamba umekiri kuwa umeua. Walikuwa hawaamini. Mama, hebu naomba milioni 100 bwana, watu wakafanye mazishi, alisema Zube huko akicheka. Sasa mama anataka kuondoka, mlango unafunguliwa. Wanaume imara katika sare za jeshi la polisi wanaingia ndani. Oya, hawasubiri wala hawacheki na yeyote. Wanamsogelea Mponda na kumweka kwenye himaya yao. Hawasubiri, wanaondoka naye. Sasa Zube akasema kwamba mama, usiwe na haraka sana mama, sawa utaondoka tu. Kwanza naomba uhamisho wa fedha zote za mauzo ya mali za Baba G, kisha unaweza kuondoka. Fanya hivyo mama, sawa mwanao anaenda kufia jela. Mimi sitaki wewe ufie kwenye mikono yangu. Shukuru Mungu kwa serikali haiamini uchawi. Ulitakiwa ufungwe wewe kizee. Alizungumza hivyo Zube. Basi ikawa ni vuta ni kuvute. Mwisho wa siku Zube akashinda. Hamisho la pesa likakamilika. Dakika kadhaa mbele wakaingia wanaume watatu.
Wakaingia chumbani, wakatoka na baba G na G aliyekuwa amelala. Basi mama akauliza kwamba mnawapeleka wapi? Zube akajibu ya kwamba mama mama, umesahau kwa baba G ni bwashe wangu na mimi ni mjomba wake na G. Watakuwa salama sana, wala hata usijali bwana, ila kwa sasa naomba tu nikamalize mazishi ya ndugu zangu wawili. Moyo wangu unamwaga machozi, japo unaona ni kama natabasamu, lakini mimi ni mwanaume, moyo wangu unamwaga machozi tu. Nilikuja tu kusimamia haki. Kwa hiyo mimi sina mpango wa kurudisha ubaya kwa ubaya mamangu, sawa ila fahamu tu dunia hakuna siri. Duniani hakuna siri. Uchawi hutambuliwa kwa uchawi, alisema Zube, kisha akainuka na kupiga hatua kadhaa, halafu akageuka nyuma na kumtazama Johari. Zube akasema ya kwamba Johari, kama itatokea utafanya maamuzi ya kuolewa, basi naomba ufahamu kuwa kuna matokeo mengi sana nje ya ndoa. Johari, ukikubali kufunga ndoa na mwanaume yote yule duniani, nataka ufahamu kuwa ndoa ni kitengo cha kuungana na historia ya familia ama ukoo mwingine. Iwe historia mbaya ama nzuri, itakuwa nyuma yako siku zote. Johari, huenda hadithi ya maisha mama G ikawa haina maumivu yote kwako, ila fahamu kuwa hustahili kabisa kuipitia. Kabla hujafanya maamuzi ya kufunga ndoa, hakikisha kuwa unaifahamu familia mume wako kuliko hata unavyomfahamu mume wako. Johari, usisahau haya, sawa mimi nakuelezea kabisa kwa moyo wa upendo kabisa. Narudia tena, kabla hujafanya maamuzi ya kufunga ndoa, hakikisha kuwa unaifahamu familia mume wako kuliko hata unavyomfahamu mume wako. Johari, usisahau haya. Kama ukisahau wewe, basi hakikisha usahau kumwambia binti yako haya, kwa maana mama G hakutaka kusikiliza lolote lile kuhusu mume wake. Alisahau kabisa kuwachunguza ndugu nyie, ndugu ajabu kwa kuumbwa duniani. Johari, kwaheri bwana. Msikilizaji, safari imeisha hivyo. Asante sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia dakika ya kwanza mpaka tumefikia mwisho. Mimi ni matumaini yangu kwamba tukumejifunza mambo mengi sana. Yale mazuri yachukue, uyafanyie kazi, na yale mabaya tafadhali sana naomba usiyachukue. Ndio maana ya wewe kuisikiliza hii simulizi, ache humu kwenye simulizi. Mpishi wa hii simulizi, msikilizaji, ni Jumahiza, nami niliyekusimulia kwa utashi na upekee wa hali ya juu ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Lumbas Simulizi. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni, atukutanishe kwenye simulizi mpya nyingine hapa Lumbas Simulizi. Ikikupendeza zaidi unaweza kusubscribe, lakini kama utaona haina haja, basi sawa, mimi niseme tu alhamdulillah. God be with you till we meet again. Bye bye.